Tuna uhusianisha vipi kuzinduliwa rasmi kwa bwawa la Mwalimu Nyerere na utekelezaji wa kiuchumi wa dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050? Uhusiano ni ule nilioanza kuugusia kwamba dira ya 2050 ni dira inayoangalia kilimo, ni dira inayoangalia madini, ni dira inayoangalia viwanda na kadhalika. Sasa nichukua hayo maeneo matatu tu. Ukiangalia dira ya 2050, ukija kwenye viwanda ambavyo tunataka kujenga katika dira ya 2050, industries peke yake, tayari ni kwamba viwanda vyote, ina maana hatutakuwa na tatizo la kupata umeme kwenye kiwanda chochote kile tutakachokianzisha. Ina maana tutakuwa na full capacity ya umeme, na ndio hiyo dira inachokisema. Tunapokuja kwenye kilimo, tuna mechanization, na tumesema tunakwenda kuongeza thamani ya mazao na kilimo kile, kuchakata mazao na kadhalika. Hatutakuwa na tatizo pale. Bandari zetu ambazo zitakuwa zinaingiza vitu na kusafirisha mazao yetu na kadhalika, bandari zetu zote zinahitaji umeme. Hatutakuwa na shida. Dira ya 2050 inaongelea habari ya maendeleo ya jamii. Tuchukulie hospitali kwa mfano. Sasa hivi tuna hospitali za rufaa 20. Tuna hospitali zenye hadhi ya mkoa 81. Tuna vituo vya afya 1500. Tuna zahanati 8900. Tuna clinics 3700. Acha maduka ya madawa. Hiyo peke yake ni umeme wa kuingia kwenye mahospitali, kwenye vituo vya afya, kwenye zahanati, kuleta kutibu afya za Watanzania. Ukija kwenye elimu, tuna shule ngapi za chekechea, za msingi, za sekondari, tuna vyuo vya VETA, tuna vyuo vya ufundi, tuna vyuo vikuu. Kote kule kunahitaji nini? Kunahitaji umeme. Na ukija kwenye mambo mengine mengi, utalii kama nilivyokwisha sema awali, usafirishaji na kadhalika. Kwa hiyo dira nzima ukiangalia vile vipaumbele karibu 12 vya dira yetu ya 2050, vyote kila kimoja kinaguswa na umeme. Hakuna anayekwepa umeme. Na kwa hiyo hii libwawa ndio mkombozi, ndio moja ya chagizo kubwa la dira ya 2050, kwamba kila sekta sasa haitalia habari ya umeme. Ni kama nilivyosema, ni sisi sasa kujipanga kama taifa na kuhakikisha kwamba sasa umeme huu tunautumia. Hilo nalo ni kubwa, kwamba tunautumia, na naamini tunautumia kwa sababu kuutumia umeme, kama una kiwanda, kama una sheli, kama una pharmacy, una hospitali, sio swala la choice, ni swala ni automatic kwamba umeme tunautumia. Studio zenu kama hii Crown Media na wengine wote, bila umeme hakuna studio. Na kwa hiyo tunakwenda katika hiyo yote, watu wote watahitaji umeme. Print media, watu wa magazeti, wanaochapisha magazeti, Daily News, Habari Leo, kila mtu anahitaji umeme. Kwa hiyo umeme utahitajika, umeme utatumika, lakini tuko katika mobile technology. Simu za mikononi na mambo ya mobile technology. Tunakwenda kwenye artificial intelligence. Mobile technology, bila umeme, mtu akifika kwako, cha kwanza anachosema, mahali pa kuchaji ni wapi? Nichomeke simu yangu. Kwa hiyo utakuta umeme utahitajika katika dunia tunavyokwenda, na tutahitaji viwanja vyetu vya ndege. Tunajenga Msalato International Airport nyingine, tuna Mwanza, tuna Arusha, tuna Kilimanjaro, tuna kila mkoa, tuna Julius Nyerere na kadhalika. Kote kule tunahitaji nini? Umeme. Na kwa hiyo umeme connection yake kiuchumi kwa ufupi ndio hiyo, bila kuingia katika madarasa ya chuo kikuu sana, itachukua muda mrefu sana, lakini ndio connection yake. Unaweza kutumia maoni yako pia wewe ambao unatutazama kupitia YouTube channel yetu pale, ukatuandikia swali lako na mimi nitalisoma hapa kwa Dr. Dennis Mchunguzi kuweza kujua zaidi. Asubuhi tulikuwa tunapitia hapa, tulikuwa tumeona kwamba moja kati ya faida ya bwawa hili ni kwenda kuongeza ajira za vijana. Maswali yakawa mengi. Namna gani bwawa la Mwalimu Nyerere linakuwa connected na kuongeza ajira kwa vijana? Tunapoongea viwanda, tunaongea vijana. Ndio maana yake hiyo. Viwanda tunavyokwenda kuwa navyo kwa mujibu wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi, viwanda tunavyokwenda kuwa navyo, kanda za viwanda tunazokwenda kuwa nazo, kunakuwa na kanda ya viwanda kila wilaya. Anayekwenda kufanya kazi ndani ya kiwanda kile sio mwingine, ni kijana. Tunapokuwa na SGR, treni ya mwendo kasi, wanaoendesha treni ile na wanaofanya kazi ndani ya treni ya mwendo kasi si wengine, ni vijana. Nimeongelea habari za hospitali, nikasema tuna hospitali sasa hivi 20 za rufaa, 81 zenye hadhi ya mkoa. Nikasema tuna 373 zenye hadhi kwenye kila wilaya. Tuna vituo vya afya 1500, tuna zahanati 8900, tuna kliniki zaidi ya 3000, tuna pharmacy. Wanaofanya kazi mle ndani ni vijana.
Tunaposema tutakuwa tunachakata mazao, tunachakata pamba, tunachakata kahawa, tunachakata nini, wanaokwenda kufanya kazi kule ni nani? Ni vijana. Kote umeme unako kwenda, sheli gani umekukuta mzee anakuuzia mafuta wewe kama unakwenda kwenye sheli? Wale vijana wote wameajiriwa kwenye zile sheli za mafuta zinazotumia umeme ni vijana. Madereva wanaoendesha magari yale yanayotokana na sheli zile zilizojaza mafuta na kadhalika ni vijana. Na kwa hiyo unakuta vijana kila mahali. Unaposema magari ya kuendesha watalii kwenda mbugani, magari yale wanaoyaendesha ni vijana, ndio wanaoendesha watalii. Na kwa hiyo swala zima la kwamba vijana wanaingia vipi kwenye ajira ni kwamba kila mahala umeme unapogusa, vijana ndio wanaokuwa wanufaika wakubwa. Hii ni pamoja na simu za mkononi, mobile phones. Waliozishikilia 70-80 ya simu za mkononi ni nani? Ni vijana, na ndio wanaochaji. Na tunataka vijana wetu, kama ilivyo Nepal, ilivyo Vietnam, ilivyo South Korea na nchi nyingine ambazo nimekwenda, watumie zaidi simu za mkononi kupata taarifa za masoko, kufanya biashara, kupata takwimu za elimu na kadhalika kwa kutumia simu za mkononi. Yote hayo ni maendeleo. Na kwa msingi huo vijana wanahusika. Kila utakapogusa umeme lazima kijana atakuwa anahusika. Hakuna patakapokwenda umeme na kijana asihusike. Kuhusiana na Tanzania sasa kuanza kuuza umeme nje ya nchi, na tuliambiwa kwa sababu kama bwawa hili hapa likianza kuzalisha umeme, maana yake litavuka lile lengo, umeona la umeme ambao sisi tunautumia hapa nchini Tanzania, na maana yake tunaweza pia kuuza huo umeme kwa nchi ambazo zinatuzunguka. Hili kwako wewe kama mtaalamu wa masuala ya uongozi na uchumi, kwa sababu kuna wengine wanalipigia kelele, mtazamo wako ni upi katika hili? Kuuza umeme nje ya nchi, tunauza umeme ule ambao hatuuhitaji kwa wakati huo. Unakuwa na production kubwa ya umeme, jambo ambalo ni zuri. Mathalan, nimesema mahitaji yetu Tanzania ni megawatt 1600. Sasa una 2115 tayari Mwalimu Nyerere, una umeme wa bwawa la Nyumba ya Mungu, una umeme wa Kidatu, una umeme wa Hale. Ina maana kwamba Wapangani, ina maana kwamba kuna wakati ambapo tunakuwa na umeme mwingi ambao hatuuhitaji kwa wakati huo. Huo ndio tunaouza kwa wakati huo. Hatuuzi umeme wote alafu sisi tukose umeme. Hapana. Hilo la kwanza. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo watu waseme tunauzaje umeme na nini? Hapana, ni ule umeme tunaokuwa nao mwingi hatuuhitaji kwa wakati huo. Ndio umeme ulivyo. Umekuwa reserved tu uko pale. Ule unamuuzia mtu mwingine. Na swala la kuuza umeme nje, sio hatutakuwa wa kwanza kuuza umeme nje. Taifa la Nepal linauza umeme Bangladesh, linauza umeme India. Na kwa India peke yake Nepal inapata hela za Nepali bilioni 29.2 kwa mwaka kwa ajili ya kuuza umeme India. Lakini taifa la Ethiopia linauza umeme Djibouti, linauza umeme Sudan, linauza umeme Kenya. Na nadhani wao ndio wana bwawa kubwa zaidi ya Afrika la kuuza umeme na umeme mwingi. Kwa hiyo wanamuuzia Kenya, wanamuuzia Djibouti, wanamuuzia Sudan. Lakini sisi Tanzania hapa tumenunua umeme kutoka Uganda toka mwaka 1982. Ni muhimu wa Tanzania wakaelewa kwamba mkoa wa Kagera, umeme unaotumika katika wilaya zote za mkoa wa Kagera, kwa maana ya Kyerwa, Karagwe, Bukoba mjini, Bukoba vijijini na Mleba, na mpaka Patle sasa wamekuja kuunganisha na Biharamulo. Nafikiri itakuwa imekwisha fika, ilikuwa haipo kwa sababu tulikuwa tuna mbuga ya wanyama pale na ilikuwa kuna konsani hiyo. Lakini kwa miaka toka 82 Kagera haikuwa kwenye grid ya taifa. Wamekuwa wakituuzia umeme kutoka Uganda, na Uganda wametuuzia umeme kwa miaka mingi tu hata kabla ya pale. Lakini nadhani hivi karibuni wameshaiunganisha Kagera na Kagera tayari tuko kwenye grid. Sasa hivi Kagera haina shida. Sasa advantage yake ni hiyo ya kwanza, kwamba mnapata fedha za kigeni nyingi kwa umeme ambao hamuutumii kwa wakati huo. La pili, mnaongeza kitu tunakiita diplomasia ya uchumi. Ni kwamba ninapokuuzia we Kenya umeme au ninapokuuzia we nchi jirani umeme, uwezekano wa ugomvi na kutokuelewana na vita kati yetu ni mdogo sana. Hilo ni moja hilo. It creates friendship. Kwa mfano bomba la mafuta hili linatoka Oima Uganda kuja Tanga. Tugombane vipi na Uganda? Analeta mafuta kutoka kule na sio safisha huko. Inaleta uhusiano mkubwa sana wa kiuchumi kati ya taifa na taifa. Lakini advantage ya tatu ni kwamba itakapotokea wewe huna umeme na umelinki zile waya zako kwa yule kama ana umeme
anaweza akakupa umeme wewe, akakusupply wewe umeme, kwa sababu swala la umeme ni hivyo. Huwezi kujua nani atakuwa na umeme mwingi wakati fulani, nani atakauka, kwa sababu inaendana, haya masuala kama ya umeme wa maji haya yanaendana na hali ya hewa pia. Kwa hiyo inawezekana wewe kwako ukawa umeme umepungua na yule ulikuwa unamuuzia kwake umeme umeongezeka. Kwa kuwa kuna infrastructure tayari, kuna miundombinu ya umeme, yule anaweza kukupa nini? Kukupa umeme. Kwa hiyo kuna advantage nyingi za namna hiyo. Kwa hiyo umeme tutakao kwenda kuuza sisi kama taifa ni ule ambao hatuuhitaji kwa wakati huo, na kwa hiyo Watanzania wana haja ya kuwa na wasiwasi kwamba sasa tutauza umeme alafu tutaishiwa umeme. Hapana, hatuishiwi umeme kwa kuuza umeme. Tunauza ule ambao hatuhitaji kwa wakati huo. Ikifika mahali tukaona hapana, umeme tunauhitaji na hautoshi, hatumuuzii yule, tuna switch off. Tunatumia sisi, ukiwa mwingi tunamuuzia. Ukiangalia serikali katika mradi huu mpaka kukamilika kwake zaidi ya trilioni 7 zimewekwa pale, zimeingia pale. Na swali kubwa ambalo wananchi wamekuwa nalo ni kwa namna gani pesa hii sasa inaweza ikarudi, yani ili bwawa likatengeneza faida na hiyo pesa ikarudi kwa ajili ya kuendeleza shughuli nyingine sasa za kiuchumi. Kurudi kwake ni kule ndiko kueleza mwanzo. Ni viwanda tuwe na viwanda zaidi, na umeme pia uwe utilized, tuwe taifa la kutumia umeme. Ndio manake hiyo, tukiwa industrialized, tukaenda kwenye maendeleo makubwa ya viwanda na teknolojia, umeme ule utarudisha faida. Na pili ni pamoja na huo umeme ambao tunaweza kuuza katika nchi nyingine. Na kwa msingi huo kurudi kwake kunaweza pia kukachukua muda mrefu. Ni muhimu wa Tanzania tukaelewa kwamba kuna investment au uwekezaji unaoufanya ukaangalia mambo mengi. Sisi tunaangalia nini? Tunaangalia maendeleo ya viwanda, maendeleo ya uchumi na kadhalika. Lakini inabidi Watanzania tuelewe kwamba tunaangalia maendeleo ya jamii. Nimeeleza kuhusu hospitali. Nadhani umenielewa vizuri. Hospitali unarudishaje hela kule hospitali? Unanielewa vizuri? Lazima tuangalie. Hospitali zetu zinahitaji umeme, na umeme kule tunarudishaje kule hospitali. Kwa hiyo lazima tuangalie pia. Tuwe na umeme, tupeleke hospitali, tupeleke mashuleni ambako kurudi kwake hakupo, au shule zisipate umeme kwa sababu hatutarudisha. Kwa hiyo lazima tubalance pale. Katika economics lazima ubalance yote mbili. Kwa hiyo tutaangalia ndio return on investment, kwamba tuliwekeza trilioni 7, si ndio? Tukiweka zaidi kwenye tutarudisha lini, zitarudi. Hata kama ni miaka mingapi zitarudi. Lakini kwa wakati huo tutakuwa tunaendelea kupata maendeleo yenye umeme kwa kila kitu tunachokihitaji. Ili mradi Mungu ametuwezesha, tumeweza kupata trilioni 7 na tukaweka umeme pale. Tusiangalie zaidi sasa faida inarudi baada ya siku ngapi, tunapata shilingi ngapi, na ikirudi ile ile tunaipeleka wapi tena? Ni kwenye maendeleo yetu sisi wenyewe, kwenye elimu, kwenye shule, kwenye kila kitu. Ni kitu kile kile. Kwa hiyo yote ni ya kwetu. Na hata hiyo ukisema tumerudisha, haya trilioni 7 tumerudisha, tunakwenda kumgawia Kenya au Zambia, zinaenda tena kwenye maendeleo yetu yale yale ya Tanzania ile ile. Kwa hiyo it's the same thing. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo hakuna haja ya Mtanzania yeyote kuwa na wasiwasi wa hiyo tunaita return on investment, kwamba tumeingiza trilioni 7 zitarudi lini. Tuangalie umeme ule unatupa faida gani miaka 10, 20, 30, 40, 50 ijayo katika sekta zote za uchumi, za maendeleo ya kiuchumi na kijamii, na tuweze kustabilize katika level hiyo. Hii itatusaidia zaidi. Lakini kurudi itarudi kwa muda gani? Hiyo itachukua muda, lakini itakuwa maendeleo yetu yanakwenda vizuri yakiwa yana shida ya umeme. Wakati Magufuli anafufua upya wazo la Julius Nyerere Hydropower Project, alisema iwe mvua iwe jua, na tunategemea zaidi pesa. Mradi ukiangalia 100% umetegemea zaidi pesa za ndani, za kwetu wenyewe wa Tanzania katika kukamilisha. Na alisema kwamba ni wakati wa Tanzania kuweza kujisimamia yenyewe, hatuwezi kutegemea misaada kila siku. Na tukiangalia kwa sasa misaada imekata. Sasa kufanikiwa kwa mradi wa bwawa la Nyerere, kwa maana Julius Nyerere Hydropower Project, kuna tueleza nini juu ya serikali, ama kuna tufundisha nini juu ya serikali kusimamia miradi mikubwa ya kimkakati yenyewe bila kutegemea wahisani na watu kutoka nje, hasa katika nyakati hizi ambazo Afrika miradi mingi ya wahisani imekatwa? Ndio, Mwalimu Nyerere ni mfano mzuri. SGR pia kama nakumbuka tulivyoanza, tumeanza na fedha zetu wenyewe za ndani. Kwa hiyo mradi kama huu unatuonyesha kwamba ni wakati mwafaka sasa tukaangalia sana namna ya kutengeneza fedha zetu ndani zaidi bila kutegemea misaada kutoka nje. Na Mwalimu Nyerere ni mojawapo inayotuonyesha kwamba kumbe hili jambo linafanya nini, linawezekana. Kama tulibweteka, natumia hilo neno kwa nia njema tu, na sitaki mtu yote anielewe vibaya, tukategemea zaidi nje, ni wakati mwafaka sasa
kuangalia namna nyingi ya kusimamia miradi ya kimkakati na mambo yetu ndani kwa fedha zetu za ndani, na Mwalimu Nyerere imetuonyesha mfano kwamba hilo linawezekana. Kwa hiyo ni kazi ambayo serikali sasa itakuwa nayo kutumia zaidi kitu ambacho nimekuwa nikikieleza hapa na kwenye studio nyingine na kwenye mihadhara mingine, kwamba ni wakati wa kutumia zaidi think tanks. Think tanks nimekuwa nikizitamka, kutafuta utaalamu na ujuzi zaidi wa namna ya kutengeneza pesa nyingi zaidi ndani ya nchi. Hilo hulifanyi tu kwa kutaka, unalifanya kwa mikakati maalum ambayo wataalamu na watu wanaoelewa wanakaa chini na kusema miaka 3, 5, 10 ijayo, pesa zako za ndani ukiacha kodi na tozo unawezaje kuzitengeneza na ukazipata. Kama ulivyomsikiliza vizuri yule bwana, nafikiri ni Tatu, nitakosea jina lake, wa utalii aliyeongea Julius Nyerere mbele ya Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu. Nadhani unamkumbuka yule bwana wa utalii. Unakumbuka yule bwana alikuwa akieleza namna ambavyo tunaweza tukapata fedha kwenye utalii. Kwa hiyo tukitumia akili kama hiyo na utaalamu kama ule, watu kama yule bwana wa utalii, na katika sekta nyingine watu wapo, na tukaweza kupata fedha, vyanzo vingi vya mapato ndani ya nchi. Mwalimu Nyerere imetuonyesha kwamba hilo linawezekana, na serikali naishukuru na ipongeza sana Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali kwa success ya ule mradi wa Mwalimu Nyerere, na wapongeza sana. Na kwa hiyo ina maana hata kwenye miradi mingine ya mkakati tunaweza kweli kuendelea kutumia fedha za ndani na tumejenga ikulu nzuri sana kule Chamwino, tumejenga mji mkuu wa serikali kule Mtumba vizuri kabisa, na iko miradi mingine mingi ambayo tunatumia pesa za kwetu na tumejenga na tumeweza kufanya. Na kwa msingi huo naamini vitu vingi vinaweza vikafanyika, na sioni tatizo kubwa la kuweza, ila inahitaji mipango mikakati mikubwa ya namna ya kupata vyanzo vya ndani na kuongeza mbali ya kodi na tozo, na hilo serikali naamini inalo na inakwenda nalo, na naamini kwamba litakwenda vizuri. Tukiangalia misheni ya kwanza ya kukamilisha ujenzi wa bwawa la Julius Nyerere imekamilika. Na ndio maana sasa hivi tunaweza kuzalisha megawati 2115. Sasa mission ya pili ni kuhakikisha kwamba hizi megawati 2115 zinaenda kuwanufaisha Watanzania na kunufaisha Tanzania. Kwa experience yako na mtazamo wako, vipaumbele gani vitatu ama sekta gani muhimu kubwa tatu ambazo zinapaswa kupewa kipaumbele ili hizi megawati zisiende kupotea bure, na mwisho wa siku miaka 5, 10 ijayo tukarudi hapa mezani tukaanza kusema ule mradi ulitumia pesa nyingi lakini unaona hamna kitu kimefanyika? Maeneo gani hasa matatu ambayo yanapaswa kuwekewa mkazo ili kuhakikisha kwamba hizi megawatts zinaenda kugeuzwa kuwa pesa? Maeneo makubwa matatu ambayo yatatupelekea hizi megawatts zikawa pesa kweli kweli. Eneo la kwanza ni kilimo, mechanized agriculture. Tuna taifa ambalo tunategemea kilimo, na kilimo chetu kinakwenda kwa kilimo cha kisasa. Tunakwenda kwenye uchakataji wa mazao na kadhalika. Tunakwenda kwenye kilimo cha umwagiliaji kwa maji kutoka Ziwa Victoria, Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na kwenye mito yetu. Kwa hiyo sekta ya kilimo ni moja ya kwanza itakayohakikisha tunarudia. Sekta ya pili ni ya viwanda, industries, vyote vidogo, vya kati na vikubwa. Hizo ni sekta ya pili ambayo inabidi tuiangalie sana. Sekta ya tatu ambayo kwangu naona ni muhimu sana ni maendeleo ya teknolojia, technological advancement. Tukienda kwenye technological advancement, tutakuta kwamba mambo mengi yataweza kurudi zaidi katika teknolojia ya kisasa ya mambo mengi. Teknolojia inagusa mambo mengi, inagusa mambo ya communication, inagusa mambo ya development nyingi katika teknolojia. Kwa hiyo yote hiyo ukiiweka pamoja katika sekta ziko nyingi, lakini hizo tatu, kilimo, viwanda na technological advancement. Ungeniuliza nne ningekwambia mining, lakini ningekwambia ni madini. Hiyo ya nne mining of course ni muhimu sana. Tukiweka kikazo kwenye madini, tunaendelea kugundua madini mengi, bado research zinafanyika. Tunayo madini ya kutosha mengi, tunazo rare minerals, metals, yani yale madini ambayo ni adimu duniani yameanza kupatikana katika maeneo kama Ngara kule mkoani Kagera na kadhalika. Tuna uranium kule mto gani kule Songea, Ruvuma na kadhalika. Na kwa hiyo sekta zote hizi zikipewa umuhimu, kipaumbele, tutaona umuhimu wake. Lakini yote hayo yanafanyika bila kusahau kwamba maendeleo ya jamii ndio kipaumbele pia kikubwa cha kwetu. Kwa hiyo afya, elimu, chakula, makazi bora, good housing, kuwasha umeme ndani,
ndani ya nyumba, watu wakalala vizuri, tukaachana na matumizi ya kuni, tukaachana na matumizi ya mkaa na kadhalika, tukaja kwenye nishati safi, mojawapo ikiwa nishati ya umeme. Watu wengi watumie umeme ndani ya nyumba zao kama tunavyotumia gesi asilia, na hiyo itatusaidia sana pia. Kwa hiyo ndio nako kuona huko ambako kutatusaidia, kwa sababu domestic use pia ni kubwa, matumizi ya ndani ya nyumbani ni kubwa. Sawa, saa 2:18 bado nakukumbusha tu kwamba tuko na Dr. Dennis Mchunguzi. Huyu ni mtaalamu wa masuala ya uchumi na uongozi kutoka nchini Tanzania, na kubwa tunazungumza naye kuhusiana na bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, bwawa la kufua umeme ama wengi tunalifahamu kama Julius Nyerere Hydropower Project, ambayo iko pale Rufiji mkoani Pwani. Tanzania tuna sifa ya kuwa na miradi mingi mikubwa na mizuri sana. Ndiyo. Lakini mara nyingi kumekuwa kuna changamoto, siwezi kusema kama ni tatizo, lakini kuna changamoto katika usimamizi wa hiyo miradi, na hasa kwa watu ambao wanakabidhiwa. Katika mradi kama huu ambao ndio moyo wa taifa kwa sasa hivi, mambo gani katika usimamizi yanapaswa kuwekewa nguvu ili kuongeza uwajibikaji hasa kwa wale ambao watapewa dhamana ya kusimamia mradi huu mkubwa, labda kwa Afrika Mashariki? Ni kweli usimamizi wa mradi kama huu, kwa sababu kwanza kwa ukubwa wake ni mradi wa kwanza katika taifa, pamoja na kwamba tumekuwa na Nyumba ya Mungu, tumekuwa na Kidatu, tumekuwa na Pangani, lakini kwa ukubwa wake ndani ya taifa letu ni mradi mkubwa wa kwanza wa umeme wa aina hiyo. Kubwa nafikiri ni, umetumia neno zuri sana, ni watu kuwajibika, na kila anayekabidhiwa jukumu la kusimamia mradi kama huu ajue kwamba amekabidhiwa moyo wa taifa. Umetumia neno zuri kwamba huu moyo wa taifa nimekabidhiwa, kama ni meneja, kama ni meneja msaidizi, kama ni wafanyakazi na kadhalika. Mradi huu uko chini ya shirika letu la umeme TANESCO, ambalo linafanya vizuri sana sasa, na kwa hiyo TANESCO pia inabidi ijinoe vizuri kwamba sasa tunajinoa vipi vizuri zaidi katika kwenda kusimamia na kuhakikisha kwamba uwajibikaji una kuwepo. Unapoanza kuwa na viwanda vingi kama tunavyokwenda sasa, tunakuwa industrial country. Unapokuwa na matrain kama haya ya SGR, na ishukuru serikali ya awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali kwa namna ambavyo train ya SGR inaendelea kuwa constructed na inafanya kazi. Unapokuwa na mahospitali na vituo vya afya na mazahanati, na ukumbuka hospitali zetu sasa nyingi zinakwenda kwenye teknolojia kubwa sana, advanced equipment, vifaa vya hali ya juu zaidi vya utaalamu na teknolojia ndani ya mahospitali yetu na kadhalika. Hatutahitaji tena umeme wa kuzimika bila sababu yoyote ya msingi, hautahitajika. Taka umeme upo hospitali, watu wako kwenye teknolojia kubwa, wanafanya operations zao, umeme uwe on. Treni imewashwa kwenda Kigoma, inakwenda Burundi, inakwenda Kongo, tusisikie imesimama eti umeme ulikosekana na kadhalika. Kwa hiyo umeuliza swali zuri kwamba ni wakati wa kujipanga sasa. Ni swala la kujipanga kama serikali na kama shirika la TANESCO na wote watakaohusika kuhakikisha kwamba huu moyo wa taifa ambao tunao sasa, wanahakikisha huo moyo haupati tatizo lolote, ili muda wote umeme uweze kuwepo. Lakini kubwa ni kuangalia miundombinu ya umeme, infrastructure, nguzo, nyaya na kadhalika. Nimeona shirika la TANESCO wanafanya kazi nzuri sasa, wana replace nguzo, wana repair nguzo zile. Halafu tofauti na zamani, leo kama kuna tatizo la umeme mahali, wakipigiwa simu TANESCO dakika 0 wamekwisha fika na wamekwisha rekebisha. Na ndio maana umesikia matatizo mengi yanakuwa hayapo, na wanaendelea kubadilisha ile miundombinu chakavu ya zamani na kuweka miundombinu mpya. Hilo na lenyewe walipe mkazo sana, liende kwa haraka, kwa spidi kubwa, ili kuhakikisha kwamba sasa miundombinu yetu ya umeme inakuwa well constituted, na kwamba umeme sasa unaweza kauzalisha kule, lakini ukawa na miundombinu bado inaleta shida huku, infrastructure ya usambazaji, halafu ikaleta shida kidogo. Inabidi vyote vioane pamoja, na TANESCO wanafanya kazi nzuri kama nilivyosema, they are doing a very good work. Nimeona ya kubadilisha miundombinu ya zamani na kurepair na kadhalika. Kwa hiyo itakuwa ni katika hali ya namna hiyo kwamba kila atakayekabidhiwa jukumu la kusimamia mradi huu, kusimamia umeme huu popote pale anapohusika, whether ni kwenye uzalishaji kule au kwenye vituo vya kupozea au kwenye usambazaji, basi ajitahidi aweze kufanya kazi yake vizuri. Lakini naamini kwamba
tunaweza tukafanya vizuri na tunaendelea kufanya vizuri. Sioni kama kutakuwa kuna tatizo kubwa. Haya, asante. Ni Dr. Dennis Mchunguzi huyu ambaye tuko naye studio leo hii, na kubwa tunaangazia kuanza kazi rasmi kwa bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, bwawa la kufua umeme hili. Dr. Mchunguzi, kuna watu watakuwa wanajiuliza, na mimi naomba uniambie, na natamani sana kujua bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kwa namna gani litachangia kuvutia wawekezaji kutoka nje ya Tanzania na kuja kuwekeza ndani ya nchi, ama na kuongeza ushindani huo katika nchi ambazo zinatuzunguka. Mojawapo ya mambo ambayo yamekuwa yakitupa shida kwenye uwekezaji ni umeme. Umeme umekuwa ni one of the main problems ambazo tumekuwa nazo katika maeneo mengi sana. Wawekezaji hilo wameliongea sana, kwamba kukatika kwa umeme kumekuwa kunaleta shida sana, kwa sababu wawekezaji wetu wengi wanawekeza kwenye nini? Wanawekeza kwenye viwanda, wanawekeza kwenye madini. Ndio maeneo makubwa tuliokuwa nayo ya wawekezaji kwa sasa, viwanda, madini. Sasa hivi wanaanza kuwekeza pia kwenye kilimo, lakini wanawekeza kwenye utalii zaidi, kwenye mahoteli ya kitalii. Na kote umekuwa unajua problem inakuwa ni umeme. Watu wanakatikiwa umeme. Sasa bwawa hili linakwenda kuwavutia wawekezaji, kwa maana ya kwamba anayekwenda kuwekeza kwenye mahoteli ya kitalii kwa ajili ya watalii ana uhakika atakuwa na umeme muda wote, hatapata shida. Anayekuja kuwekeza kwenye madini, kwenye kuchimba madini, anajua nitakuwa na umeme wa uhakika muda wote, sitahitaji majenereta wala kadhalika. Anayekuja kuwekeza kwenye kilimo anajua kwamba kama anachakata mazao na kuja kuwekeza Tanzania kwenye kuchakata pamba, kwenye kuchakata mazao ya kilimo, ni sitapata shida ya umeme. Kwa hiyo hii ita stimulate uwekezaji. Kwa hiyo tatizo ambalo baadhi ya wawekezaji walikuwa wanasema Tanzania ukiwekeza umeme upo, lakini mara umekatika, mara umetumia generator na kadhalika, hilo tatizo sasa litakwisha, na kwa hiyo tutaona wawekezaji wengi wakiflow na kuingia ndani ya taifa letu bila tatizo lolote. Umeme unakwenda kuwavuta wawekezaji na wataongezeka maradufu. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.